Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, au katika adabu ya au katika shuruط za kuchapa, Mtume anasema kwenye Sahih Bukhari hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, la yujladu fawqa 10 illa fi hadd min hududillah, au kama jaa, hairuhusiwi kuchapa ikafika kuzidi bakora 10 isipokuwa katika hadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama min babi ta'dib, haitakiwi kuvuka bakora ngapi? Bakora 10. Bali Umar ibn Abdul Aziz alikuwa akiandika kwa viongozi au umara wake, alikuwa akisema watoto wasichapwe zaidi ya bakora 3. Kwa sababu gani? Makusudio ya kumchapa mtoto ni nini? Ni kurudi, si ndio? Na kuwa sawa. Lakini ukizidisha kuchapa, utakuwa unasababisha yeye kuchukia hicho kitu ambacho unamkarisha. Ndio maana Uislamu umekuja katika sura iliyokuwa nzuri kabisa, njia nzuri ya malezi. Pia kichapo ambacho unampiga mwanao kisiwepo ndani yake nini? Ihana, kumdhalilisha. Unamchapa mtoto mbele ya watu au unamnyanyua, unamshusha, unampiga. Hii ni ihana kwa nani? Mnyama huwezi kumfanyia hivyo, sembuse mtoto. Pia kwenye adabu ya kuchapa wanasema wanazuoni, usichape hali ya kuwa wewe una hasira, kwa sababu ukiwa na hasira ufahamu wako unakuwa haupo. Huenda shetani ikawa rahisi kukupanda ukazidisha kumchapa, ikapelekea nini? Kumuumiza au kumuua, wal billah. Wanazuoni wanasema kuchapa ni jambo la mwisho kabisa. Kina mama, mtu akiwa anaumwa au ana maumivu kwenye kiungo chake, akawa anataalaj, anapata nini? Matibabu. Madaktari moja kwa moja wanaenda kukata mkono. Wanafanya nini? Wanaanza taratibu. Ikishindikana njia zote, ikaonekana hii maradhi ambayo imepatikana hapa huenda ikaathiri mwili wote, ndio unafanya nini? Hivyo bakora na kuchapa. Tena katika sharti nyingine wamesema asichape kwa nguvu. Ikiwa Umar radhiallahu anhu alikuwa akisema, au athari yake, wale ambao wanachapa waliofanya maasi, wazinifu ambao hawajaoa, au wanywaji pombe, na katika hizi zingine zote kwenye mlango wa fiqh, anasema usinyanyue mkono wako mpaka ibti yako ikaonekana. Anakusudia nini Umar radhiallahu anhu? Manake usichape kwa nguvu. Sasa huyu asi amefanya zina, sembuse mtoto wako ambaye saa nyingine hata akili kichwani haipo, unampiga kama punda. Hii si sahihi. Pia katika sharti ya kuchapa, kama kwenye hadithi ya Jami' at-Tirmidhi, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwapo mnamchapa mfanyakazi wenu au kijana wenu au mtumwa wenu, basi endapo atamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, simamisha. Wanazuoni nao wakasema, ikiwa unamchapa mtoto ghafla ulimi ukaanza kumtaja Mwenyezi Mungu, subhanallah, la ilaha illa Allah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, simamisha adhabu ile. Kwa sababu gani? Amefanya nini? Amemtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaonyesha kwamba moyo wake umeambatana na nini? Na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala.